Kipekee kabisa ni kushukuru mchungaji, niwashukuru wazee wa kanisa, niwashukuru waumini wa kanisa hili kwa kazi nzuri mnayoendelea kuifanya, kwa kuiombea serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wachungaji wamefanyika baraka. Mmeendelea kufanyika baraka kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mmeendelea kufanyika baraka kwa wabunge, kwa madiwani, kwa viongozi wote na serikali hii. Kila mmoja anajua Ibilisi anataka kujiinua Tanzania. Lakini watumishi wa Mungu hawa ndio maana nawaheshimu sana. Walifanikiwa kumshinda Ibilisi. Niwapongeze sana. Na niendelea kuwasihi waumini wa madhehebu yote, watumishi wa Mungu, bado nchi hii inawahitaji sana. Bila nyinyi hakuna Tanzania. Tunahitaji watu wanaojua kuomboleza kwa nchi yao. Ndugu zangu waumini, sisi kama Watanzania tunayo Tanzania moja na hatuna Tanzania nyingine. Kwa hiyo ni jukumu letu kuiombea nchi yetu. Tunaona dunia inavyoenda. Tunaona hali ya vita na mateso yalivyo kwa wakina mama na watoto wasiokuwa na hatia. Lakini yote ni kwa sababu ya siasa na watu wenye tamaa. Ni kwa sababu ya mambo ya dini na ukabila. Niendelee kuwasihi wananchi wenzangu, wakazi wenzangu, washiriki wenzangu na watumishi wa Mungu, tuendelee kumlilia Mungu aendelee kuilinda Tanzania. Ndugu zangu waumini, nisiwe na mengi. Mimi ni mtoto wenu. Nimetokea huku, nimetokea Shigamba Pipeline. Hili ni zao la maombi ya madhabahu haya. Sisi ni Watanzania na tunaunganishwa kwa Utanzania wetu. Hatutenganishwi kwa kabila, hatutenganishwi kwa dini zetu, tumelelewa vizuri. Maadili ya Tanzania sisi sote ni wamoja. Mchungaji, labda nikuombe baba yangu kwa niaba ya wale wachungaji wengine, nami niweze kutoa sadaka yangu kwenu. Karibu nikupe sadaka yangu ambayo ikawasaidia kuendelea kueneza neno la Mungu kwenye wilaya yetu, kwenye kata yetu, kwa vijana wetu, kwa kizazi hiki ambacho shetani amekishikilia kweli kweli. Niliwaahidi kidogo na Mwenyezi Mungu kanipa. Naomba nikukabidhi kiasi mkaendelee kutumikia. Asante sana. Mungu akutangulie. Mungu awe pamoja nasi. Amina. Asante. Misa na taadhima inayo sababu ya kuheshimu sana uwepo wa mtumishi wetu au kiongozi wetu Mheshimiwa Diwani. Kwa kweli Mungu akubariki kiongozi wetu. Ninatamka mbele yenu kanisa kwamba hii ni neema ya kipekee sana. Huyu Mheshimiwa Diwani tukumbuka sisi kuja kututembelea mahali hapa katika kanisa letu la Pentecostal Holiness Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama si mara moja, alikuja kwa mara yake ya kwanza, alikuja na mzazi. Kuja na mzazi wake pamoja na watoto wake. Naamini kabisa hata ninapopokea ujumbe hizi kwamba alipata neno kupitia mtumishi wa Mungu mwinjilisti, ndipo nakumbuka sasa kwamba hata mama yake akasema hapa ndio mahali pa kuabudu. Hapa huyu mtu au mtumishi huyu ameisha kumbuka hapa ndio nyumbani kwake. Karibu mama, moyo wako weka hapa. Tunaomba unapoendelea na huduma ukumbuke nyumbani hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli tuendelee kumwombea kama alivyoongea kiongozi wetu. Tunatamani na sisi Mbeya yetu, Mbeya vijijini, Mbarizi Pipeline au Shigamba, na sisi tung'are, na sisi tuonekane. Huyu kiongozi awe sababu kwa watu wengine huko kwamba ni kinara wa jumbe zetu kutetea Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli Mungu akubariki sana
kiongozi wetu, Mungu akupe uzima na afya njema, ufanikiwe katika huduma yako, na unapoongea na viongozi wenzako, hekima yako ikajulikane kwamba ni mtumishi wa Mungu, ikajulikane yale unayoongea ni hekima ya kujenga taifa letu. Mungu akutumie.